Karibu mwana michezo, mbele yako ni basi la JKT Queens likiwa linawasili hapa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kama ambavyo unashuhudia, ikiwa ni kundi la pili baada ya kundi la kwanza kuondoka kwa siku ya jana kuelekea pale Misri ambako wana michezo ya kimataifa kwenye michuano ile ya ligi ya mabingwa kwa upande wa wanawake, kama ambavyo unashuhudia wakiwa wamesindikizwa na escort ya nguvu kabisa kuhakikisha warembo hawa ambao wanakwenda kuipeperusha bendera ya timu ya taifa ya Tanzania inakwenda kufanya vizuri pale Misri. Na mchezo wa kwanza unatarajiwa kwenda kuchezwa kuanzia Novemba 9 kwenye uwanja ule wa Suez Canal kule Ismailia. Kama ambavyo nashuhudia nyota hao wakiwa wanaondoka, kundi kubwa likiwa na uongozi, lakini pia benchi la ufundi jana ikiwa ni imeongozwa na kundi kubwa la wachezaji wa JKT Queens. Tutapata nafasi ya kuzungumza na miongoni mwa wachezaji ambao wameongozana na kikosi hiki cha JKT Queens, lakini pia tutapata nafasi ya kuzungumza na afisa habari wa JKT Queens. Hapa namzungumzia Masau Bwire na wengine ambao wapo katika msafara huu. Kama unaweza kushuhudia, hii ni timu ya jeshi bwana, kwa hiyo usione ajabu kuona pia combat za jeshi zikiwa zimetaradad hapa. Unaweza ukasogea makocha na watu wengine ambao wanaunda kikosi hiki, lakini pia benchi la ufundi la JKT Queens Football Club. Anaonekana hapa Stumai Muki, miongoni mwa nyota wa JKT Queens ambao wamekuwa wakifanya vizuri kweli kweli wakiwa na timu hii ya JKT Queens. Napata nafasi ya kuzungumza pia. Michezo, kundi la nyota wa JKT Queens wakiwa wanaianza safari sasa kuelekea pale Misri, kama ambavyo unashuhudia wakiwa kwenye sare za timu ya JKT Queens kama ambavyo unashuhudia. Anaonekana hapa pia Joyce Lema, miongoni mwa nyota wa JKT Queens wakiwa wanaondoka. Kwa namna ambavyo unaona mipango imefanyika na mnaianza safari kuelekea pale Misri, tuambie kwa upande wenu wachezaji mmejiandaa kiasi gani kwenda kuipeperusha bendera ya nchi? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mpaka muda huu tumefikia na tunaweza kusafiri kwenda nchini Misri. Tumejiandaa vizuri, yani mashindano makubwa, vilabu bora vyote vya Afrika viko kule. Kwa hiyo maandalizi yake pia hayawezi kuwa madogo. Tumejiandaa vizuri kushiriki hayo mashindano na kisha tunapambana tunarudi na kombe Tanzania. Hao wengine walishindwa, mnaiona nafasi ya JKT Queens kwenda kurudisha kombe nyumbani? Tunaiona, kama nilivyokuambia kule ni vilabu bingwa. Kwa hiyo kama tumefanya vizuri kwenye huu ukanda wa Sekafa na ligi kuu Tanzania, kwa hiyo naamini pia hata huko pia tunaweza tukafanya vizuri kama ambavyo tumefanya huko kwingine. Rai yako sasa kwa Watanzania mkiwa mnakwenda kupambana mbali na nyumbani? Kikubwa watu supporti, ndio timu ambayo pekee tunaenda kuwakilisha Tanzania. Tuni JKT sawa, lakini kule tunaenda tuna JKT wametoka Tanzania. Kwa hiyo ni timu ya Watanzania tena, sio timu ya Fountain ya JKT pekee yake. Tunaenda kule kama Tanzania. Kwa hiyo Watanzania watuunge mkono, watu support, watuombee tufanye vizuri, tukirudi na kombe ni nchi yetu ndio inapata sifa, sio sisi pekee yetu. Wewe binafsi umejiandaa vya kutosha bila shaka? Nimejiandaa vizuri kuifanyia kazi timu yangu, kuifanyia kazi Tanzania. Asante sana na safari. Asante. Habari za wakati huu, lakini pia safari inakwenda kuanza na kwenda pale Misri ambapo mtakuwa mna kibarua kwenye michuano ya ligi ya mabingwa upande wa wanawake. Kwa upande wako umekiandaa kiasi gani cost yako, lakini pia matarajio yako na yaonaje? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumeshaanza safari. Lakini pia ni kwamba tuna furaha kushiriki katika mashindano haya ya Champions League
Sisi maandalizi yetu yalikuwa mazuri sana, kiasi kwamba tunaamini kabisa huko tunakokwenda tunakwenda kufanya vizuri. Kwa namna ambavyo umeziona timu pinzani, unaiona nafasi ya wewe binafsi kwenda kufanya vizuri? Bila shaka timu zote ambazo zinashiriki ni timu nzuri ambazo zinafanya vizuri katika nchi zao na kanda zao. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba sisi tumejiandaa kwa level za wenzetu ambapo wamefikia. Kwa hiyo mimi niwaambie tu kwamba tunakwenda kufanya vizuri. Neno lako kwa Watanzania sasa mkiwa mnaondoka hapa na bendera na mnakwenda kupambana mbali na nyumbani? Sisi tunawahitaji Watanzania watusapoti, watuombee dua, na Watanzania ambao wako huko Egypt waje viwanjani waweze kutushangilia, kwa sababu kutushangilia kwao kutatuongezea nguvu ya ziada ili tuweze kufanya vizuri.